furaha leo mbinguni itakuwa heri. Furaha leo mbinguni itakuwa walea. 5. Vikwazo katika kufanya mikutano ya hadhara ikiwemo kunyimwa maeneo, kuhamishwa ghafla na kusababisha usumbufu na gharama kubwa. Sita, vurugu na uharibifu wa mali kama tukio lililotokea katika kijiji cha Karuru ambapo majukwaa yalichomwa usiku na kusababisha kusitishwa kwa kazi ya Injili na hasara kubwa kwa kanisa. Mwanafalsafa Voltaire aliwahi kusema, na nukuu, pale ambapo uhuru wa dini haupo, migogoro huwa ni mingi kuliko imani. Mwisho wa kunukuu. Kuliko amani. Ndugu mgeni rasmi, kauli hii inaonyesha wazi hasara za kukosekana kwa uhuru wa kidini kwa jamii na mtu mmoja mmoja. Faida za uhuru wa kidini. 1. Huimarisha amani na mshikamano wa kijamii. 2. Hujenga heshima na uvumilivu kati ya watu wa imani tofauti. 3. Huchochea maendeleo ya elimu, afya na maadili. Hasara za uhuru wa kidini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ziko hasara zinazojitokeza ikiwa ni pamoja na migogoro ya kijamii na kidini, kuvunjika kwa haki za msingi za binadamu ikiwemo haki ya kuabudu, kudhoofika kwa amani na maendeleo ya taifa. Tumekuwa tukishuhudia katika mataifa yanayotuzunguka kwa sababu ya kukosekana kwa uhuru wa kidini kama Nigeria. Tumekuwa tukiona mauaji yakitokea Sudani, Somalia na maeneo mengine. Tunayo maombi mbele yako mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. 1. Tunaomba uwanja au eneo kwa ajili ya kujenga zahanati ya kanisa. Kwa unyenyekevu mkubwa, pia tunaomba serikali kuendelea kusimamia na kulinda uhuru wa kidini. Pia tunaomba taasisi za elimu na ajira kuheshimu dhamiri za waumini. Lakini pia tunaomba ulinzi na usalama kwa wainjilisti na waumini wetu wote. Shukurani. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa shukurani za dhati kwako binafsi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ofisi yako na wageni wote ulioambatana nao. Tunakuombea baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu mgeni rasmi, aidha tunakutuma salamu za shukrani kwa Mheshimiwa, salamu na shukrani na heshima ya dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, tukimwombea afya njema, hekima na ulinzi wa Mungu katika kuliongoza taifa letu. Mwisho, tunakukaribisha tena na tena kuja kushiriki nasi katika ibada na shughuli zote ambazo tutakualika, iwe za kiroho au kijamii, wakati wote utakapokuwa umepata nafasi. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki wilaya yetu ya Tunduru. Mungu alibariki kanisa lake. Amen. Risala hii imeandaliwa na idara ya uhuru wa kidini na kusomwa kwenu na Zakaria Bernard Mtobesia. Asante sana. Amen. Tupige makofi. Ndugu mchungaji kiongozi, Mchungaji Mahona Petro Ndulu, ndugu wazee wa kanisa, mimi nimeongozana na kaimu katibu tawala wa wilaya pamoja na mkuu wa usalama wa taifa wa wilaya DSO, ndugu
waumini wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tunduru. Kwanza niseme ninayo furaha sana ya kuwepo hapa. Nawashukuru sana kwa mwaliko huu wa kushiriki nanyi pamoja katika siku hii muhimu sana ya Sabato ya uhuru wa dini. Amen. Asanteni sana. Amen. Baba mchungaji kiongozi, nashukuru kwa chakula ulichotupa pale. Amen. Asante sana. Amen. Lakini pia nashukuru kwa zawadi ya Biblia. Amen. Asante sana. Ndugu zangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua na kuthamini uhuru wa dini. Amen. Jambo ambalo ni haki ya msingi ya kikatiba. Katika nchi yetu ya Tanzania, kila mtu au kila raia, kila mwananchi anayo haki ya kuabudu katika dini au dhehebu analotaka. Serikali imekuwa ikishirikiana na viongozi wa dini mbalimbali katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Na katika nchi yetu, kama nilivyosema mwanzo, kila mtu ana uhuru wa kuamini dini anayoiamini ama dini anayoitaka. Mtu anaweza akaamua kuwa Muislamu, anaweza akaamua kuwa Mkristo, na kama Mkristo anaweza akaamua kuwa Mkatoliki, anaweza akaamua kuwa Mwadventista wa Sabato, anaweza akaamua kuwa Mpentekoste, Lutheri na dini yoyote ambayo yeye kwa imani yake anadhani itamsaidia kufika mbinguni. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi kama serikali ya wilaya ya Tunduru, baba mchungaji kiongozi, niseme tu kwamba tutaendelea kushirikiana na kanisa la Waadventista wa Sabato katika masuala mbalimbali ya kijamii. Amen. Na kama mnalo jambo lenu lolote ambalo linahitaji uwepo wa kiongozi wa serikali ama linahitaji msukumo wa kiongozi wa serikali ya wilaya, iwe ni ofisi ya mkuu wa wilaya au halmashauri, msisite kuja na sisi tutafanya kazi nanyi mara moja. Amen. Kwa hiyo hata hilo swala ambalo msoma risala ndugu Mtobesia amelielezea la kiwanja cha kujenga zahanati, Jumatatu mfuateni huyu bwana, atawaelekeza wapi kwa kufika ili mpatiwe hicho kiwanja mara moja. Amen. Amesema mnacho chuo kikuu, mnavyo vyuo Arusha, Dodoma, lakini zipo hospitali ambazo zinamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Zipo shule, najua Mbeya pale kuna shule moja inaitwa MAPS. Mbeya Adventist Primary School ni ya kanisa la Wasabato. Kwa hiyo mmekuwa mkishirikiana na serikali katika kutoa huduma mbalimbali za kijamii katika sekta ya elimu, afya na zingine. Kwa hiyo kitendo cha nyinyi kuonesha dhamira ya kutaka kujenga zahanati ni kwamba mnataka muisaidie serikali kupunguza kero ya upungufu wa vituo vya kutoa huduma ya afya. Nitafurahi pia nikisikia mnataka kujenga shule, mnataka kuanzisha huduma nyingine mbalimbali. Karibuni. Sisi kama serikali tupo na tutashirikiana nanyi katika kutekeleza na kuhakikisha miradi hiyo inakamilika mara moja. Amen. Kama nilivyosema mwanzo, tutaendelea kushirikiana na kanisa katika kutekeleza masuala mbalimbali ya kijamii. Niwapongeze kwa kuendelea kukua kiimani na kuendelea kuongeza makanisa. Nimeambiwa kuna makanisa yako mengi maeneo mbalimbali, lakini mmeendelea kuongeza waumini, lakini pia ongereni sana kwa kufanya kazi nzuri ya uinjilishaji. Amen. Ni kwa kupitia injili mnayoitangaza na maombi ambayo mnayafanya kila siku kwa nchi yetu na viongozi wetu
wakuu wa kitaifa, nchi yetu imeendelea kuwa ya amani na utulivu. Amen. Ombi langu kwenu na rai yangu kwenu ni muendelee kuiombea nchi yetu, muendelee kumwombea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake, Makamu wa Rais Dr. Emmanuel John Nchimbi, Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wote wanaoshiriki katika shughuli za kila siku za kuiombea nchi yetu. Amen. Katika risala nimepokea changamoto, bahati nzuri nimekabidhiwa risala. Niseme tu kwamba ninaenda kuzifanyia kazi kwa uharaka. Na hiyo risala nitaitumia kama rejea katika kutatua changamoto hizo. Na nimepata taarifa za matukio mbalimbali ambayo yanaviashiria vya uvunjifu wa amani, wachungaji kupigwa, kuvamia makanisa. Nitafanya ufuatiliaji kwa OCD ili kujua wamefikia wapi katika kesi ambazo kama zimefunguliwa, na kama hazijafunguliwa itabidi tufanye ufuatiliaji ili wahusika wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika kufanya vitendo hivyo wachukuliwe hatua mara moja za kisheria. Amen. Nimesema Tanzania ni nchi ambayo ina uhuru wa kuabudu. Msiwazuie watu kuabudu. Binafsi kwa kipindi chote nitakachokuwa hapa wilayani, siwezi kuvumilia kuona watu wanawazuia watu kuabudu, na hatutosita kuchukua hatua kali za kisheria. Kwa hiyo baba mchungaji kiongozi Ndulu, ni kuahidi kwamba nitaenda kuyafanyia kazi. Amen. Nisipendi nitumie muda mwingi sana kuzungumza. Tunaona mnaendelea na ujenzi wa kanisa, na sisi kama serikali ya wilaya tutachangia kiasi kidogo. Amen. Kwa kuanzia tutatoa shilingi milioni 1 ili isaidie. Lakini baba mchungaji, mimi nipo tayari muda wote, kama utataka kufanya harambee ya kumalizia ujenzi niite, niwe mgeni rasmi. Amen. Niko vizuri sana kwenye masuala ya harambee. Kwa hiyo niite, nitakuja, nitashiriki nanyi. Lengo ni kuhakikisha kwamba kanisa letu hili linakamilika. Amen. Na watu kwa maana ya waumini wa Adventista wa Sabato wanafanya kazi ya kuabudu na uinjilishaji katika mazingira mazuri. Amen. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza, nawapenda sana. Amen. Unakaribishwa tena mheshimiwa mkuu wa wilaya. Tumefurahi sana kuwa nanyi, tumefurahi sana kwa mwitikio wako, tunashukuru sana kwa kuja, lakini pia tunashukuru kwa namna ulivyopokea maoni na mawazo yaliyotolewa na kanisa. Bwana akubariki sana na Bwana akuinue katika utumishi wako zaidi ya vile ulivyo. Amina. Nadhani kwa sababu pia amesema kwamba ni vizuri tuiombee serikali, na ndivyo maandiko yanavyoagiza. Baada ya zoezi hili la zawadi tutawaombea kabla hawajatoka. Bwana asifiwe. Basi niwaombe wageni wetu msimame hapa mbele. Tumeandaa zawadi kidogo kwa ajili yenu, na Njoo. Tutaanza na vitabu kwanza. Sawa. Ngoja tuanze na Bible. Tuanze na Biblia. Kimoja. Mungu akubariki. Yes. Mungu akubariki. Karibu sana. Naomba hiki sasa. Mungu akubariki. Kitabu hiki kitakusaidia kwa mambo mengi ya kiroho na utumishi mwema. Asante sana. Kitabu hiki kitakusaidia kwa mambo mengi katika utumishi.
Kitabu hiki kitakusaidia kwa mambo mengi katika utumishi. Mungu akubariki sana. Nani? Wapi? Okay. Nikuombe kaka uje. Nahitaji kumpatia na yeye. Nahitaji kumpatia na sawa wageni wetu. Sawa. Biblia hii itakusaidia kwa mambo mengi. Mungu akutie nguvu unaposoma neno la Mungu. Lakini hiki pia kitakusaidia kwa mambo mengi. Bwana akubariki. Basi unaweza kaendelea. Anenda. Natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni, uliyeziumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa mambo makubwa ulioyaonyesha kwetu. Tunashukuru kwa sababu siku ya leo imekuwa ni sabato ya pekee. Umewatuma wageni hawa kama wajumbe kutoka mbinguni kwa ajili ya ustawi wa kanisa lako na kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tunakushukuru kwa ajili ya Mheshimiwa Masanja na wasaidizi wake. Wamekuja, wamezungumza nasi mambo mazito na ya pekee kwa ajili ya ustawi wa taifa na kwa ajili ya kanisa lako. Tunaomba uwabariki. Bariki mtumishi wako anapoondoka. Mpatie kibali katika wilaya hii na katika utumishi wote atakapokuwa akifanya. Kila atakalotia mikono yake kulifanya likafanikiwe. Katika serikali, katika huduma yake kwa jamii, katika familia yake na mipango yote aliyo nayo. Mbariki aingiapo na atokapo. Lakini pia mpatie kibali kwa wananchi wa Tunduru. Lakini pia ukamwepushe na adha na mabaya yote. Wasaidizi wake walio naye ambao wanamsaidia kwa mambo mengi, Mungu wetu kawafunike kwa utukufu wako. Ukawape umoja na ushirikiano wa pekee kama wajumbe wa Bwana wanaokuwakilisha wewe Bwana. Lakini sambamba na hayo, wanapohitaji kuondoka, Mungu wetu tunaomba utembee pamoja nao ukiwaongoza njia, na hata yale aliyoyatamka kuwa ni ahadi kama wajibu wake katika ofisi yake, Bwana kamsaidie. Huenda kwa namna fulani atakutana na vikwazo, lakini kwa neema yako mpatie kuweza na kushinda zaidi ya kushinda. Baba, asante kwa kuwa wewe umekuwa mwema, umesikia maombi haya, kawajalia afya njema na utendaji mwema, hata yale mengine yatakayojiri tutakapokuwa tukishirikiana kama kanisa pamoja na yeye na serikali kwa ujumla. Katupatie amani, tuishi kwa amani, huku neno lako likiendelea kupenya kila kona. Tunaomba na kutumaini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Asante sana. Asante sana. Bwana akubariki. Mungu awabariki sana. Asante sana. Tunaomba tuondoke. Yes. Asanteni. Tulikuwa na contract card zile tungemwachia, lakini tutafuatilia hiyo ahadi. Okay. Yeah. Na sisi tunakaa kinani sana kizamani eti kosa nini Contract card hizo. Lakini nadhani ni wazi wa kuchukua kuboresha.